mtazamaji wa TV Sibuka, na pia vile vile ukiwa mtazamaji wa kipindi hiki cha Tiba Maridhawa. Karibu sana katika kipindi hiki siku hii hapa ya leo, ambapo ni siku nyingine tena utaweza kupata kipindi hiki katika mada nyingine ambayo tumekuandalia siku hii hapa ya leo. Na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki cha Tiba Maridhawa chini ya Dr. Khalifa Omari kupitia Swiha Herbal Clinic, ambapo yeye ni daktari ambaye anatibu magonjwa sugu mbalimbali kwa njia ya mitishamba. Ana dawa nyingi sana, kuna za maji, kuna za unga, kuna vidonge na nyingine ambazo katika kliniki yake zinapatikana. Kumbuka tu kwamba Dr. Khalifa Omari yeye anapatikana maeneo ya Kigogo, Mbuyuni, hapa jijini Dar es Salaam. Na karibia na mwisho wa kipindi tutaweza kukutajia namba zake za simu, wapi utampata ukapate tiba. Nikukumbushe tu kwamba Dr. Khalifa Omari kutoka Swiha Herbal Clinic anatibu maradhi mbalimbali yaliyoshindikana. Kama wewe ulikuwa unaumwa malaria sugu na mpaka sasa hivi bado inakusumbua na unahitaji tiba, basi fika katika kliniki yake, utapata tiba na dawa zake ndani ya siku 28 unapata matibabu ambayo hakika kabisa malaria sugu inakwisha. Mbali na malaria sugu, pia Dr. Khalifa anatibu kisukari, anatibu presha, vidonda vya tumbo, pumu, anatibu meno bila ya kung'oa, uvimbe tumboni, ganzi mwilini, bila ya kusahau pia kiharusi. Mbali na magonjwa hayo, pia Dr. Khalifa naye amebobea pia kutibu magonjwa haya mengine. Ugonjwa wa ngozi, pengine ngozi inawasha, inatoka vipele ambavyo havijulikani ni vya msimu gani, soa joto, soa baridi, ngozi tu inakauka, anatibu tatizo hilo. UTI, ngiri kwa wanaume, chango, lakini pia kuna kifafa anatibu, kichaa, magonjwa ya kina mama hususan masuala ya uzazi, yote anatibu, uvimbe, mirija kuziba, matatizo ya mayai, na mbali na hiyo pia magonjwa ya macho pamoja na masikio, kukata hedhi kwa wanawake ambapo mzunguko wako unakuwa hauonekani kila mwezi. Pengine unajikuta unatoka mwezi huu unakaa tena miezi 6 mzunguko haupo au minne. Basi tatizo hili linakwisha mara moja utakapokwenda kumtembelea Dr. Khalifa Omari. Mbali na hiyo hedhi kwa wanawake, pia bado anatibu kutokwa na damu puani, saratani, kaswende, kichocho, kisonono, fungus, mapunye na magonjwa mengineyo mengi ambayo ni sugu, na anatibu kwa kutumia mitishamba. Na kwa tahadhari tu, epuka matapeli ambapo wengi sana sasa hivi wanajifanya wao ndio Dr. Khalifa. Ukifika pale maeneo ya Kigogo, pasipo kumpigia simu, basi kila mmoja atasema yeye ndio Dr. Khalifa. Hakikisha namba nitakayokutajia utapiga hiyo, na Dr. Khalifa utamsikia mwenyewe, atakuelekeza alipo na utapata tiba zake. Nipo naye siku hii hapa leo katika studio zetu, na kuna kitu ambacho atakizungumzia ni cha muhimu sana. Dr. Khalifa, habari za wakati huu? Nzuri. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Pole na majukumu. Asante sana. Haya mtazamaji, leo kikubwa mno ambacho tunazungumzia ni tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Uwe kijana, uwe wa makamo, uwe mtu mzima zaidi, hili tatizo ni tatizo sugu. Sio kwa Tanzania tu peke yake. Kila nchi wanaume wengi sana wamekuwa na vilio hivi vya tatizo la ugonjwa huu ama tatizo hili la nguvu za kiume. Kuna wengine anakuambia nina kisukari ndio maana nguvu zangu zimepungua, lakini inatibika, nguvu za kiume zinarudi. Kuna mwingine hana tatizo lolote, lakini anajikuta tu mara kwa mara nguvu zake zinapotea bila mwenyewe kujua. Anakuta akikutana na mke wake ama mpenzi wake ama mchumba wake, ghafla tu anaona hali sio nzuri. Na kwa sababu tatizo hili limekuwa sugu, basi Dr. Khalifa amekuja kulitolea ufafanuzi. Njia zipi zitumike, nini sababu, vyakula gani mnatakiwa kula, na wakati huo pia ameleta dawa hizi hapa kwa ajili yako wewe mwenye matatizo haya ya upungufu ama ukosefu wa nguvu za kiume. Kuna hii hapa Sumaku 2 ni dawa ya nguvu za kiume, na kuna hii hapa Sumaku 1 ambapo moja kwa moja ukitumia dawa hizi basi mambo yanakuwa shwari kabisa. Atazielezea ufanyaji kazi wake na atajaribu kutuambia kwamba je, dawa hizi hipi kati ya hii unaanza nayo na hatimaye unajikuta hali yako inarudi kama kawaida. Na kurudi kama kawaida, je, ni kwa muda ama nguvu zako zinarudi kwa milele? Karibu sana Dr. Khalifa katika kipindi hiki siku hii hapa leo ya Tiba Maridhawa, ambapo wewe ndio mwenye kipindi hiki na ndio umetokea katika kile kliniki ya Swiha Herbal ambapo inapatikana pale maeneo ya Kigogo, Mbuyuni, hapa jijini Dar es Salaam. Na labda kwa kuanzia tu Dr. Khalifa, tuanze na sababu zinazosababisha mpaka mtu anajikuta anapoteza kabisa nguvu zake za kiume. Asante sana.
Asante sana ndugu mtangazaji, pamoja na watu ambao wamo macho yao yamo saa hizi kuangalia Sibuka maisha katika TV hii, na bahati nzuri namba zinapita katika skrini yako ya TV yako hapo ulipo, inakuonyesha tu kabisa namba zetu za simu ni hizo hapo unazoziona. Leo nitazungumzia swala ambalo ni swala nyeti mno. Swala hili limekuwa sugu kwa watu wengi na limekuwa likiwasumbua watu wengi sana wa rika mbalimbali. Rika mbalimbali, si watu wa umri mkubwa, si watu wa umri wa kati na kati, na si watu wale ambao ni wa umri mdogo kabisa, ambao tayari wameshakuwa katika kiwango cha bale na kuendelea. Bado matatizo yapo katika marika yote ya watu mbalimbali. Tatizo hili ni tatizo ambalo linalowasumbua wanaume wengi katika maradhi ya ukosefu au ulegevu wa nguvu za kiume. Tatizo hili ni tatizo ambalo limeshakuwa sugu, na tatizo hili kwa bahati mbaya kabisa limekuwa kila nchi, limesambaa kila nchi, na watu wengi wamekuwa na vilio hivyo vya hali hizo. Na swali limeulizwa na mtangazaji, ni sababu gani hasa au kuna ukosefu gani ambao unasababisha hivyo? Ni nini kinachosababisha ukosefu wa nguvu za kiume? Kuna vitu wanasayansi wanasema kwamba kuna hormones, zile hormone zile ambazo huwa zinahusika, ambazo wanaita kitaalamu erectile dysfunction. Hizo ndo tatizo ambalo huwa limejikita sana, hichi kitu kinachoitwa erectile dysfunction. Ni kuna vichocheo ambavyo vichocheo sasa katika hii njia ya erectile dysfunction, kuna vichocheo ambavyo vikikosekana katika moja ya vichocheo hivi, kuna kichocheo ambacho kinaitwa testosterone. Hicho kikiwa na matatizo inaweza kusababisha utengenezaji wa hizi homoni za follicle zikakosekana, kwa sababu kuna utengenezaji wa hizo homoni ambazo zinaitwa hormone follicle. Hizo follicle zikiwa na matatizo, hizo follicle ambazo ni stimulating zikikosekana, tayari huwa hizi homoni zinasababisha mtu tayari udhaifu uanza. Endapo atakuwa na tatizo katika tatizo la erectile dysfunction, katika hizo homoni, ni homoni zinazojulikana kwa kisayansi kwa jina testosterone, ambazo ndio inayotengeneza homoni ambazo inayojulikana follicle stimulating. Naona hiyo stimulating, ambayo na nyingine inaitwa prolactin hormone. Sasa moja katika hizi ikipungua, ima ni prolactin au ni follicle ikikosekana katika ule uundwaji wa kitu ambacho kinachoitwa testosterone ikikosekana, hii ambayo ni testosterone ndo inayounda tuseme ndo kama engine. Sasa ile engine inatengeneza homoni ambayo ni follicle na stimulating hormone pamoja na prolactin. Hizi homoni hizi ndo zinazoingia katika ule muundo, kishawishi kinapoingia katika hisia. Sasa moja kwa moja hizi ndo zinazochochea kusababisha zile sehemu zikapeleka damu mpaka kwenye ile injini ya kiume, hatimaye yake mwanamume kuanza kupata msisimko na tayari ile hali yake, ile gari tayari huwaka gari na upata moto na huanza kufanya utembeaji wa gari. Lakini endapo sasa hizi zikiwa sasa na ugonjwa katika erectile dysfunction, alafu ile testosterone ikawa sasa haifanyi kazi vizuri ya kutengeneza hormone ya follicle pamoja na stimulating hormone pamoja na prolactin, zikawa sasa hazifanyi kazi, basi tayari mtu huanza kupata tatizo la udhaifu ule, na ule udhaifu huwa unaendelea mpaka hatima yake ikawa ni madhara kwa mtu endapo hatawahi kupata tiba. Hizi tulizozitaja ndizo
zinazochochea hamu ya lile tendo lenyewe la ndoa. Endapo zitafeli, hupatikana udhaifu kwa mwanamume, na hupatikana udhaifu mkubwa kabisa na kudhoofisha zile nguvu za kiume. Bimaana ya vile vichocheo tayari huwa vinakuwa tena havina nguvu, vinakuwa ni trufu. Kila anavyojisikia mtu kuleta fikra zozote zile, anafeli, hamna kitu. Kila anapofanya vile, ulegevu unazidi, na unavyozidi kuendelea kuresearch, lakini bado ulegevu unaendelea kuwa mkubwa zaidi, na hata kudhoofika ile hali yenyewe, na hata ule mpini wa jembe usababisha sasa urudi nyuma kabisa na kusinyaa. Hatima yake jembe linakuwa tena halina nguvu ya kuweza kuchimba chochote, hatima yake ni kujikunja. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo kwa mwanamume linasababishwa na hizi aina za vichocheo ambavyo vinatokana na erectile dysfunction, ambayo kitengenezo kikubwa kinaitwa testosterone. Ndiyo inayotengeneza homoni za follicle na stem lung, pamoja na homoni inaitwa prolactin. Hizi ndo zinazotengeneza. Hizi zikishakuwa tu na tatizo, tayari mfumo wote ule unakuwa umesha haribika na umefeli. Okay. Haya, kama ulivyoweza kusikia maelezo ya kwanza kabisa kutoka kwa Dr. Khalifa Omari, alivyojaribu kuchambua vizuri sana kitu gani ambacho huwa kinasababisha mpaka mwanamume kukosa nguvu zake za kiume. Umejaribu kuchambua vizuri sana hivyo vichocheo daktari, lakini wakati huo kuna wanaume wengine nao ambao inakuwa nguvu zao, kwa mfano anaweza akajikuta amekutana na yupo katika tendo la ndoa, amebahatika kukutana na mwanamke ama mke wake katika tendo la ndoa. Mara kwanza wameanza, hali ilikuwa ni nzuri, lakini wakati wanataka kurudia inakuwa sasa lile tendo pia, yani anashindwa kabisa. Sasa mtu kama huyu anakuwa ni tatizo lile la muda mfupi, ama linakuwa endelevu mpaka baadaye nguvu zinakata kabisa? Okay. Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Ndugu mtazamaji ambao unatazama kipindi hiki katika Sibuka, tunasema kwamba ni kwa nini mtu aweza akaanza vizuri, akaanza vizuri, lakini inafika kati au mwanzo tu. Nitaeleza kuna namna karibu 5-6 ambazo pia hizi ni namna ambazo zinasababisha kufeli. Endapo kimoja wapo, ima vyote, vikiwa vyote ndo kabisa hakuna kitu. Hizi homoni ambazo tumezitaja, ambazo zinatokana na erectile dysfunction, ambayo hii inayotengeneza, ambayo ni testosterone. Hii ikianza kukosekana yenyewe tu, ikianza kufifia, ndo ule mtindo sasa wa follicle kuwa tayari imeshaanza kufeli. Kwa hiyo mtu anaanza vizuri, ikifika katikati tayari hakuna maendeleo yoyote, na hatima yake gari uzima. Sasa ikishazima pale, hata ujitahidi kusukuma vipi, ujitahidi kufanya jambo lolote lile unaloweza, tayari inakuwa ndo kugoma kabisa. Kwa hiyo inakuwa sasa ile gari inagoma kabisa. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili, inawezekana kule kuwahi kutua katika kutia nanga katika, au kuwahi kileleni. Mtu anawahi akishaanza tu dakika 2 nyingi, unaona kila kitu kinakuwa tayari kisha malizika. Ni kwamba yule mtu naye tayari tatizo la prolactin limesha feli. Kwa hiyo lile linasababisha yule mtu sasa tayari anawahi ile muda tu, yani ni mtu yule tayari ule mpira bado hajapiga dana, ina maana anagusa tu tayari, tena hana nguvu, na aisha teleza na kuanguka tena chini, hawezi tena kupiga mpira. Unaona tatizo ambalo hilo linasababishwa na prolactin ya kichocheo hicho, tayari kisha kuwa hakina nguvu, japo hivyo vingine vipo, lakini hii prolactin ishakuwa homoni yake hii, tayari homoni ya prolactin inakuwa imeshakosa nguvu, na hatima yake mtu yule ufeli, uwai lile jambo huwai mapema. Lakini kuna kitu kingine ambacho pia kinawasumbua watu wengi sana. Huyo mtu anaweza akajaliwa au akajituma kufanya lile tendo, lakini ikatimia ni mara hata hiyo moja, ikawa hata ni kwa muda mrefu tu, lakini endapo kutaka kurudia inabidi tena yachukue masaa mengi, ndani ya masaa 5 au masaa 6 au mpaka hata kesho yake.
Sasa kuna huyo mpaka kesho yake, lakini kuna mwingine inawezekana ikafika hata siku 3, siku 4. Siku zote vichocheo vile vinakuwa vimeshalala. Havina nguvu. Kuanzia kichocheo hichi cha follicle kinakuwa kimeshalala, stimulating itakuwa imeshalala, na prolactin pia inakuwa imeshalala. Naona ndugu mtazamaji, hali hiyo inakusababisha kwa mtu ambaye tayari tatizo hilo analo, ni tatizo ambalo kama hajawahi kutumia dawa, basi hawahi sasa hivi atumie dawa. Tunazo dawa hapa. Tunazo dawa. Kabla siendelee, hii dawa hii unayoiona inaitwa SMARC 1. Hii SMARC 1 ni kwamba ukiitumia ni kama unavyoona SMARC inavyonasa vyuma. Kwa hiyo wewe ukishatumia dawa hii ni kwamba huchelewi tena. Tendo tu lile la kukurubia au lile la kuwasha gari yako, ile ukigusa tu hivi tayari gari shawaka. Si kitu tena cha kutaka paka usaidie na kusukuma, usaidie na kufanya nini. Hii dawa inakufanya uende gari iende moto mkali mno. Na gari ipande kila aina ya mlima. Inakuwa katika hali special masaa yote, muda yote. Yaani danadana kama ni mpira, uishatumia wewe unapiga danadana, mguu bado una nguvu kupiga danadana idadi ambayo utakayoitaka. Kwa hiyo dawa hii ni dawa ya maji. Imechanganywa na maji. Kuna tofauti dawa hii na dawa hizo. Okay. Hii ni SMARC 1. Hii iko juu zaidi. Hii ni dawa ambayo kwamba ukiitumia leo tumeona tuwe na vitendo kabisa. Hii dawa inaitwa SMARC 1. Ni dawa ya nguvu za kiume. Kwa hiyo kwa rika lote, ima ni mtu ambaye ana umri, hii hata yule mtu ambaye ana umri mkubwa kabisa, miaka 80, akitumia hii, gari inawaka vizuri, na gari inapanda mlima vizuri, na gari inafanya kazi kwa muda mrefu, haikatikati wala haikatikati mafuta. Ni kwamba jambo linakwenda vizuri. Kwa Kiswahili kingine tunasema nguvu zake zitakuwa zipo katika strong nzuri kabisa. Zitakuwa katika hali nzuri kabisa. Hawezi tena kubabaika wala hawezi kuhangaika. Na huyo anatumia dawa hii sio mtu ambaye tayari ana hali nzuri. Kuna watu wanatumia dawa wakati ana hali nzuri. Ni yule ambaye tayari ameshaanza kufeli kama tulivyosema. Na nitaendelea kuchambua tena, nimesema tu sababu kama 3. Kule kuwahi kileleni, kule kukatikia katikati au mwanzo, na ile hali ya kufanya jambo lile tendo lakini mara moja mpaka tena siku 2 au masaa. Nitaendelea kuelezea zaidi. Kwanza elewa hii dawa. Dawa hii inakufanya unakuwa strong zaidi hata kama ni umri wa miaka 80. Lakini ni SMARC 1. Nataka sasa kwenye dawa hii, kabla hatujaingia katika hiyo SMARC 2. Hii dawa, mtu ambaye ndio nguvu zake zimeshuka kabisa, hawezi kufanya tendo hata kidogo. Sio kwa kurudia, sio kwa ile kusema labda pengine nitajaribu. Anaweza akatumia chupa kama ngapi, na dawa hii inaponya kabisa ama inakuwa inatuliza tu alafu. Okay. Hii dawa, ndugu mtazamaji, ndugu mtazamaji, dawa hii ni dawa ambayo kwamba ukitumia hii peke yake, ndio hii peke yake ni dozi nzima. Yaani huwezi tena kutumia dawa nyingine wala chupa ya pili. Ni hii chupa moja tu. Umekwisha kabisa. Wewe ambaye tayari hali yako ni mbovu, umeshakuwa ni tunasema taabani. Wewe ambaye ni taabani, basi ndo unatakiwa utumie hii SMARC 1. Yule ambaye ni mtu wa kawaida tu, ndo wale ambao anakaa siku 3 siku ngapi, anaanza kutumia hii SMARC 2. Lakini hii 1 ni kwa wale ambao wamechoka mpaka wazee wa miaka 80, na wale ambao tayari hawana kabisa, ambapo pia akitumia hii ni anapona. Yani zile nani zake vile vichocheo vinarudi, vinarudi katika hali ya kawaida, katika erectile dysfunction inarudi katika hali ya kawaida, na zile follicles zake zinakuja kawaida, stimulating zinakuja kawaida, na prolactin inakuja kawaida. Vichocheo vyote vile vinakuja katika hali ya uimara, na haviwezi tena kuwa vinagoma. Yaani haviwezi tena kugoma kabisa. Hali yako inakuwa katika hali nzuri, na utakuwa unaendelea vizuri. Kila kitu kinakuwa kimeshasimama. Kila aina ya zile mishipa ile inakuwa katika hali ambayo iko on, na inakuwa na moto, sio kuingia. Yaani ni kama mmea umesinyaa, ukimwagilia unachepua kwa haraka. Kwa hiyo dawa hii inakuwa ni haraka sana. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna aina kama hizo 3 nilizotaja, lakini pia kuna aina nyingine ya watu wengine. Kuna watu wengine ambao tayari wana tatizo, lile tatizo anakwenda ina maana anakwenda mbio au anakwenda ima ni taratibu katika mwendo ile gari anavyoipeleka. Lakini inafika mahala ile gari kama haikuzima, itazima ghafla. Inazima tu ghafla.
leo anaweza kazima afla, hana cha msongo wa mawazo, hana chochote. Ni kwamba kuna kichocheo ambacho tunasema kwamba hii follicle tayari nayo inakosa nguvu na inasababisha kuzima katikati. Lakini pia kuna tatizo lingine la mtu ambaye yeye anakuwa yeye mwenyewe na ni kwamba akisha kurubia anashika steering ya gari tayari anajisikia hofu tu inamuingia. Hofu. Anaona kama vile itakatikia njiani. Anajisikia hofu. Sasa ile moja kwa moja inamkatisha tamaa moja kwa moja, na hatima yake kila kitu, vichocheo vyote ambavyo viko katika testosterone inakuwa imekufa, na hatima yake mpaka stimulating nayo inakuwa imekufa, na prolactin pia inakuwa imekufa katika hivyo vichocheo, na hatima yake ile mtu anabaki kuwa katika hali ambayo hawezi kupata msaada wowote kwa yoyote, bali kwa sababu jambo ni lake yeye mwenyewe, anabaki kulalamika na nafsi yake. Lakini usibaki kulalamika na nafsi yako. Kama una tatizo hilo, tuone dawa zinatibu kabisa. Ni aina hizi mbili tu, hatubadilishi dawa. Na hizi dawa asili yake ni asili ya, kuna dawa ambayo ndio mkubwa wako. Hizi dawa ndio kichanganyio kikubwa ambayo inaitwa mshura. Mshura ni dawa ambayo tayari nimeipeleka kwa mkemia mkuu na imethibitishwa ni dawa ambayo haina madhara kwa binadamu, haina sumu yoyote, haina kitu chochote. Ni dawa ambayo ni nzuri sana. Lakini sisi tunasema kwamba dawa hii ambayo ni Sumakuani ni dawa ambayo ina kila kitu. Ina virutubisho, ina vichocheo katika nguvu za kiume. Mwanamume akitumia inakuwa ni baraka. Mwanamke hataki kutumia. Mwanamke akitumia anaweza akapata kichaa. Mwanamke ni matatizo, hatakiwi mwanamke kutumia. Hii namba 1. Tutaeleza namba 2 nayo baadaye. Lakini vijana ambao wanataka kustua kidogo. Hapana. Haitakiwi kustua hizi. Hizi hazitakiwi kustua kabisa. Hizi natakiwa kila, yani ni mpaka mtu au mgonjwa asitumie kwa kustua. Maana yake baadaye kumaanisha kwamba kama mtu upo vizuri hautaki kutumia hizo dawa. Hautaki kutumia hizo dawa. Kama tayari kuna tatizo. Kuna tatizo ndio unatumia. Hapo nimekuelewa daktari. Okay. Na naamini kabisa mtazamaji umemwelewa vizuri Dr. Khalifa. Amejaribu kutumia lugha ambayo kidogo haileti utata. Na najua kabisa kama wewe unafuatilia kipindi hiki utakuwa umemuelewa vizuri zaidi. Ni dawa ambazo leo hii amesema aje kwa vitendo zaidi. Sumakuan na Sumac2. Hizi ni dawa ambazo zinatibu kabisa na kumaliza tatizo la nguvu za kiume. Kwa wewe ambaye una miaka hata ya 80, umejikuta kabisa hali yako sio nzuri. Na kwa nini ukimbiwe na mke wako kisa nguvu za kiume? Dr. Khalifa ndio jibu lako. Fika katika hospitali yake ya Swiha Herbal Clinic, inapatikana Kigogo Mbuyuni hapa jijini Dar es Salaam, na ukifika pale atakuelezea jinsi gani kuzipata hizi dawa. Na kabla ya dawa kuna vipimo ambavyo atakuhoji vizuri, ujue vipimo vyako ni vipi, ajue kwamba nguvu zako zimeshuka kiasi gani, na mwisho wa siku unatumia dawa. Na amekwambia kwamba hii sio ya kujaribu kusema wacha nishtue. Hii ni kuponya kabisa. Tunarudi katika swali jingine Dr. Khalifa. Tiba yake hasa katika tatizo hili la ukosefu ama upungufu wa nguvu za kiume ukoje? Tiba yake hasa ni ipi? Okay. Tatizo la ukosefu wa nguvu, ziko nguvu aina 3. Ndiyo. Tunasema kuna mtu ambaye tayari ameathirika na lile tatizo na tayari yeye hana nguvu kabisa. Yaani hana nguvu kabisa. Ni mtu ambaye tayari huyo, lakini hakuzaliwa nalo. Huyu mtu alikuwa mwanzo yuko vizuri, lakini amefika mahala baada ya kufika katika channel ya umri fulani. Pengine alianza vizuri akiwa na umri wa age ya miaka 18, yuko sawa, lakini amefika katika umri wa kuanzia miaka 25 tayari mtu yule akawa hali yake si nzuri. Anakuwa taabani kabisa, yani hana kitu. Na ameenda kwa wataalamu wengi hospitali, anatumia dawa zile mpaka Viagra. Kuna dawa zile zinaitwa Viagra. Vichocheo yani. Vile ambavyo vinasaidia kuchochea pia. Vikao vinainua tayari hizi ambazo ni erectile dysfunction zikao zinainuka, pamoja na hiyo testosterone, pamoja na hiyo follicle, pamoja na stimulating, pamoja na prolactin zikao zinainuka. Lakini zile dawa ni kwamba ni nzuri kutumia, lakini yule mtu pia kazitumia mpaka hata hizo hakuna chochote, hakuna kinachomsaidia. Na pia amehangaika dawa za miti shamba, za mizizi, dawa za nini, pia hakubahatika kupata dawa yenye kumsaidia yeye apone tatizo lake. Kwa hiyo anabaki sasa kuhangaika na dawa hizo, anahangaika bado hakuna hata ile hisia. Yaani ile gari ni kwamba ile gari hata kule kupata ule moto hakuna. Ukiwasha gari bado imezima.
ya baridi. Baridi tena sio kawaida, utafikiri kuna ile barafu ile ya kule hapa Tanzania sehemu zenye barafu kali sana ni Mbeya au kule maeneo ya Iringa Njombe huko au Arusha huko. Sasa yeye ile gari ukishika ndio unakuta baridi. Na kuna wengine wanapata tatizo la kusinyaa. Yaani ule mpini wa lile jembe, ule mpini unakuwa umekwisha wenyewe, unakuwa mfupi. Hatima yake akihangaika, anapewa dawa za kuchua, anapewa dawa gani, inabaki dalili zake bado ziko vile vile. Lakini ukitumia hii dawa hii, ndugu mtazamaji, ukitumia dawa hii, ni kwamba hii dawa Smack One inakusababishia wewe kama ukitaka, kuna namna nitakavyokueleza kama alivyosema ni dawa za namna gani. Ni kwamba hii dawa kuna kitu ambacho kimesinyaa huwa inasaidia kikarefuka. Kila kitu kimekondeana huwa inasababisha kikatanuka. Lakini kuna matumizi yake hapo. Endapo ile mgonjwa akija pale, ndio tutamuelekeza matumizi yake hii ili patanuke ni kufanya hivi, matumizi yake ili pao na urefu ni hivi. Sasa kuna watu leo wanataka kutumia kitu kile apate urefu kwa ajili ya kukomoana. Sasa sisi hiyo sio kwa ajili ya kukomoana. Maana unapotaka kukomoa mtu na wewe sasa baadaye utakomolewa na hii dawa. Ni kwamba unavyozidi vile baadaye sasa unakuja kujiua. Maana vile vichocheo vinaathiri vinavyozidi, yani katika mwili wa binadamu kitu fulani kikizidi ni tatizo kwake. Kinakuwa ni madhara. Kwa hiyo kichocheo kile kinazidi, hatima yake baadaye inakuwa kwako ni ugonjwa. Kwa hiyo hii haitakiwi kwa ajili ya kumkomoa mke wako. Hii inatakiwa unatumia kwa sababu ya heshima ya ndoa yako na kwa sababu ya amri ya Mungu alivyoamrisha watu kuoana, na sio kufanya. Na si hii unatumia kwa ajili ya kwenda kufanya matendo mengine kule, hapana. Sana sana hii tunawasaidia watu ambao namuuliza kwanza, una mke bwana? Asi akawa mtu mwingine akaja na yeye anataka kwa sababu ya kwenda kufanya mambo mengine. Hapana. Hizi dawa zinapatikana kwa ajili ya kulinda heshima ya ndoa. Lakini pia kwa ajili ya kumtibu mtu ambaye hana hata mke, lakini hizo nani zimepotea. Huyu mtu yeye hana mke na amepata ni ugonjwa kapata katika mwili wake, tunampa dawa hii kwa ajili ya kutibu ugonjwa. Lakini sio kwa sababu ya kwenda kuchezea. Hapana. Hii ni kwa ajili ya kumtibu. Kwa hiyo dawa hii inatibu yule ambaye yule ambaye yuko kabisa hana kitu, ni empty. Maka kuna mwingine daktari atakuwa na kisasi chake huko na mwanamke anaweza akasema wacha nikachukue Smack One nikakomesha. Daktari amekwambia kwamba ina madhara, itakukomesha wewe. Okay. Haya Dr. Khalifa, kwa kweli kwa wale wanaume ambao walikuwa wameshakata tamaa ya maisha, Dr. Khalifa kuna kitu amekizungumza kizuri sana. Amesema hizi dawa zinatumika ili kurudisha heshima ya ndoa. Na ndicho ambacho kinatakiwa. Na wao kama ni kliniki ambayo imebobea kutibu magonjwa ambayo yameshindikana, hawatoi dawa hizi kwa sifa, kukwambia kwamba ninakupa dawa hii leo nenda kaue kabisa huko. Hata kama mtu akikuona siku nyingine anaingia kona, yani anakukimbia, hapana. Hii dawa ni kurudisha heshima ya wanandoa. Na ndio maana pale nikasema kwa nini unakuwa mpweke, una mawazo ukiuliza ni nguvu za kiume, na wakati suluhisho lipo. Tunamzungumzia Dr. Khalifa ambapo yeye ni daktari bingwa kabisa kutibu magonjwa sugu ambayo yameshindikana katika kliniki yake ya Swiha Herbal Clinic. Inapatikana maeneo ya Kigogo Mbuyuni hapa jijini Dar es Salaam. Na naamini kabisa TV Sibuka inafika katika mikoa mbalimbali, na pengine unahitaji kupata dawa hii Smack One ama Smack 2. Basi kuna namba za simu ambazo zitapita hapo katika skrini yako, utampigia Dr. Khalifa alafu atakuelekeza jinsi ya kukufikia hii dawa kwa namna moja ama nyingine. Unaendelea kutazama kipindi hiki cha Tiba Maridhawa kupitia hapa TV Sibuka siku hii hapa ya leo, na kama ndio kwanza umebatika kujiunga nasi ukakutana na Dr. Khalifa alafu nipo na mimi ukajiuliza ni mada gani, tunazungumzia matatizo, ukosefu ama upungufu wa nguvu za kiume. Hili tatizo limekuwa tatizo sugu sana. Kuna watu ambao wanatumia dawa bila kupona. Watu wameshakata tamaa, hawajui wapi pa kukimbilia. Lakini hapa Smack One ndio kiboko ya tatizo hili. Dr. Khalifa, tunarudi tena kwako. Okay. Haya, katika tatizo hili la ukosefu ama upungufu wa nguvu za kiume, kabla tujaingia katika vyakula, kwa sababu kwa sasa hivi kila mtu anasema lake, kila mtu anajaribu kuzungumza lake, kila kitu fulani nguvu za kiume zinarudi, lakini nitakuja baadaye nikuulize, je, mtu akishakula hicho kitu hizo nguvu za kiume zinarudi milele ama inakuwa tu ya kubahatisha? Kabla tujaingia huko, kwanza turudi hapa mgonjwa huyu ambapo asipopata tiba, madhara yake hasa yanakuwa ni nini? Okay. Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu watazamaji wa Sibuka.
ni kwamba mtu asipopata tiba ya ugonjwa huu, ugonjwa wa upungufu, ugonjwa wa udhaifu wa nguvu za kiume, anaweza akapata matatizo mengi sana. Matatizo ni mengi ambayo anaweza akapata. Kwanza, mtu huyu anaweza akawa mgumba. Yaani ni mwanamume lakini akawa mgumba. Akawa tena hana ile hali yake nyingine, kwa sababu anavyoendelea kukaa na ile hali ya ugonjwa ule, baadaye inaua mbegu. Hayo ni madhara ambayo tayari vichocheo vile ndio vinavyochochea mwili wote, ndio vinavyoleta kila kitu, ndio vinaleta uhai kwa mwanamume katika mwili wake mwanamume. Sasa akikaa muda mrefu na hilo tatizo, ni kwamba kuna vitu vinakufa katika kiwiliwili chake, katika hali yake ile ya vichocheo, na vile vingine ambavyo vinatakiwa vichocheo ili vitoke vinaendelea kuwepo katika hali ile, na vinafika mahala vinazeeka. Vikishazeeka vinakufa kabisa, na hatima yake mtu yule mwanamume, hata kama baadaye atapata dawa akawa yuko okay, lakini kwa sababu amejiachilia muda mrefu zaidi ya miaka mingi, hatima yake husababisha zile mbegu zikawa tayari nazo zimesha expire, na hatima yake anakuwa yeye pia mgumba, hawezi kuzaa tena, japo ni mwanamume, na yeye anakuwa tena ashakuwa hali hiyo ya kwamba ni mgumba, hana chochote. Hilo la kwanza. Lakini pia la pili ni kwamba umsababishia madhara ya kupata magonjwa mengine, kama magonjwa ya uvimbe sehemu fulani. Inaweza kusababisha uvimbe, hatima yake kumsababishia madhara kama vile ya ngiri, kwa sababu ile hali ya mishipa imeshasinyaa, hakuna kitu kinachoendesha ile mishipa, na hakuzaliwa vile. Basi baadaye yule mtu ataanza kupatwa na matatizo ya kuumwa sehemu za chini, yaani karibu na kibofu cha mkojo atakuwa anasikia kuumwa, na sehemu za kiuno atakuwa anasikia kuumwa, kwa sababu ile mirija yake ile imeshasinyaa na vichocheo tena vimelala bure. Ndio. Wakati dawa zinazoamsha vichocheo hivyo, zipo dawa ambazo zinazosababisha vichocheo vile vikaamka na vikawa viko special wakati wowote, na akawa yuko safi wakati wowote, na wakati wowote akiwa na mke wake, basi inakuwa ni hali nzuri, inakuwa ni furaha, na michezo inakwenda vizuri bila tatizo. Lakini Dr. Khalifa, kuna tatizo hili ambalo mtu anatumia dawa kwa mazoea. Kuna mwingine anataka kutumia dawa siku ambayo anakutana kimwili, ama siku ambayo anafanya tendo la ndoa, lakini kuna mwingine hataki kutumia dawa mfululizo. Yaani kuna ile leo ninakwenda kukutana na mtu, wacha ninywe dawa kijiko kimoja ili kwa ajili ya kuweza kupata, yani nguvu zangu zirudi. Je, hii inaweza kweli kasaidia mtu kurudisha nguvu zake kwa kunywa dawa siku ambayo anaenda kufanya tendo, ama anatakiwa kunywa dawa mfululizo ili kumaliza kabisa tatizo hili? Okay, sawa. Hiyo ni watu wamezoea sana, hasa